Zingira mji ambao ulikuwa ndani ya Kanani na ambao Mungu alitaka waingie. Bwana Yesu asifiwe. Mlango wa 6 wa Yoshua fungua pamoja na mimi tunaenda kusoma, lakini kwanza nikuelezee ya kwamba Jericho ilikuwa imefungwa, ilikuwa imezingirwa na ua ni fence. Ilikuwa imezingirwa pande zote kwa kwamba hakuna mtu angeingia na hakuna mtu angetoka. Ni kwa sababu gani Yeriko ilikuwa imezungukwa? Ni kwa sababu gani Yeriko ilikuwa imejengewa ukuta? Ni kwa sababu walitaka kuzuia wana wa Israeli wasiingie Kanani. Bwana Yesu asifiwe. Walikuwa wamesikia vile wana wa Israeli wanakuja na uzito mwingi. Walikuwa wanasikia vile wana wa Israeli wanapomoa mataifa mengine, wanapiga makabila mengine. Na sasa wakajua kile tutafanya sisi, maana hawa wana wa Israeli wako na nguvu sana na wako na Mungu ambaye anawapigania. Tutazingira mji wetu na mawe, tutazingira mji wetu na ua ama fence. Kwa hivyo wakikuja hawataweza kuingia. Bwana Yesu asifiwe. Nikwambie, wana wa Israeli waliogopwa, na hivi ujue ya kwamba waliogopwa wakati ambapo Barak alisikia ya kwamba wanakuja. Alijaribu kutumania Balaam, maana Barak alikuwa amesikia habari za wana wa Israeli vile ambavyo zinafanya mataifa mengine. Akasikia hawa wakikuja wanawamaliza na wanapita kwenu. Kwa hivyo akajaribu kutumania Balaam ambaye alikuwa ni mchawi wa kawaida akuja anaani wana wa Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Hivi ndivyo nao Jericho wanafanya. Wanajaribu kuzuia mapenzi ya Bwana kwa wana wa Israeli. Wanajaribu kuzuia wana wa Israeli waingie Jericho, na Jericho ilikuwa ni mojawapo ya miji ambayo ilikuwa ndani ya Kanani na ambayo Mungu alikusudia atapatia wana wa Israeli. Bwana asifiwe. Tusome pamoja in the book of tusome pamoja katika kitabu cha Yoshua mlango wake wa 6 kuanzia mstari wa kwanza. Nitasoma na Kikuyu kwa sababu ya wazazi wangu hapa na ninajua tutabarikiwa. Maandiko magai maka ugaterere kamo hari ka bere Joshua idagato na rere itora riu ria Jericho riahingitwo okuhingwo nundu wa ciana cia Israeli. Gutiri mundu nomwe woimaga na nja, ona gutiri watonyaga kuu thiini. Nake Jehova agĩkĩra Joshua atĩrĩrĩ, tarora itura rĩrĩ rĩa Jericho nĩndĩrĩneanĩte moko-inĩ maku hamwe na mũthamaki warĩo, ona andũ anyu othe a ita, ona njamba iria irĩ hinya ciarĩo, na nĩ gũthiũrũrũka mũkũrĩthiũrũrũka andũ anyu othe a ita mũrĩthiũrũrũke rita rĩmwe. Naguo ũndũ ũcio mũgĩke matukũ 6, na athĩnjĩri-Ngai 7 magatongorie ithandũkũ rĩa Ngai makuĩte macoro 7 mathondeketwo mahĩa cia ndũrũme. Naguo mũthenya wa 7 mũgathiũrũrũka itũũra rĩu maita 7, na athĩnjĩri-Ngai mahuhe macoro macio mao. Na nĩgũgatuĩka atĩrĩrĩ, atĩ rĩrĩa makahuha hĩa icio cia ndũrũme na mũgambo mũraya, na inyuĩ mũigue mũgambo ũcio wa macoro, hĩndĩ ĩyo andũ othe makĩanĩrĩre rĩanĩrĩra inene mũno, naruo rũthingo rwa itũũra rĩu nĩ rũkagũa biũ rwaragane thĩ o hau rũrĩ. Nao andũ othe, mũndũ o mũndũ atonye itũũra athiĩ na mbere o kũrĩa arorete. Mwathani arogocwo. Unlocking the road, kufungua milango ama kilichofungwa. Yoshua ananenewa na Bwana. Wakati huu hayuko na Musa. Musa ameaga na kusudi la Bwana lazima litimie.
na mapenzi ya Bwana lazima yatimie. Wanapofika karibu na Yeriko, na hapo ndipo walikuwa wapitie ili waingie Kanani, wanakuta kumefungwa kufungwa. Sijui kama katika maisha yako kuna mahali umewahi fika ukakuta ya kwamba kumewekwa roadblock, unakuta ya kwamba kumewekwa vizuizi, unakuta ya kwamba hauwezi kuenda nyuma, hauwezi kurudi nyuma kwa Farao. Unakaa hapo ukiwa umeshangaa, ukiwa stranded. Hivyo ndivyo wana wa Israeli wamefika Jericho wakafanya. Hiyo ndio njia pekee yake ya kuingia Kanani, na huo mji lazima waupitie. Na sasa wamekuta umefungwa, hawajui wafanye nini, lakini napendezwa na Bwana. Bwana akanena na Yoshua, akamwambia Yoshua, nena na watu wako, maana nitakupatia ushindi. Hapo mwanzo ukisoma utakuta ya kwamba Yoshua alikuwa amewatuma wapelelezi wawili, alikuwa ametuma two spies ambao walienda wakapeleleza ule mji vizuri, na wakajua ya kwamba umefungwa kufungwa. Wale spies ndio ambao walikuwa wamefichwa na yule maraya ambaye alikuwa anaitwa Rahabu. Kwa hivyo walikuwa wanajua mji tunaingilia hapa, tukienda hivi tutafanya hivi na hivi, lakini hawakuwa na mahali pa kuingilia. Mungu akanena na Yoshua akamwambia, sasa kazi yenu itakuwa rahisi. Mimi napendezwa na Bwana sana, kwa sababu hapa hakuna kazi kubwa wana wa Israeli wanafanya. Wanapewa kazi tu ya kuzunguka ukuta, wanapewa kazi tu ya kuzunguka, na ni mara moja kwa siku. Kazi rahisi kama hiyo hawangeshindwa. Napendezwa na Bwana, maana siku ya Jumapili alikuwa anatunenea kuhusu Yehoshafatu, vile ambavyo alipiganiwa na Bwana bila yeye kupigana, wakati maadui waliinukiana wakauana wenyewe. Sasa angalia vile anapigania Joshua, anawaambia nyinyi zungukeni Yeriko mara moja kwa siku, mfanye hivyo siku sita. Siku sita zikiisha, siku ya saba itakuwa hivi ya kwamba hamtazunguka Yeriko mara moja, mtazunguka Yeriko mara saba, na mara ya saba mtapiga tarumbeta, mtapiga shangwe, mtashangilia na mtaweza kuona ushindi. Bwana Yesu asifiwe. Jambo ama point number 1 ambayo itakusaidia kufungua kile ambacho kimefungwa ni kutii na kusikiza Bwana. Bwana anasema nini? Angalia, hakuna jambo ambalo Bwana atafanya kwako kama hajakutia kwa mtihani, hata kama liko rahisi namna gani. Anaambia wana wa Israeli lazima mzunguke Jericho. Angeweza kubomoa ule ukuta hata bila wao kuzunguka, lakini anataka kujaribu imani yao. Bwana Yesu asifiwe. Anataka kujaribu vile wanamuamini ama wataweza kufanya vile anawaambia. Kwa hivyo anawaambia wana wa Israeli kupitia Yoshua, mzunguke Jericho siku ya kwanza mara moja, siku ya pili, siku ya tatu mara moja moja, hadi siku sita mara moja moja. Kuzunguka kwao, my brother, sikiza my sister, kuzunguka kwao Jericho sio kuzunguka kwao kulifanya ukuta upomoke. Tudiroka kwa ododo na obedima digotiro domana ekalodiko kutiko wato ndiko werenyeke kanaro goe kutiko. Kuzunguka kwao ni imani yao ilikuwa inajaribiwa na Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kuzunguka kwao Mungu alikuwa anaona kama wanamtii ama kana kwamba wanamsikiza. Kama wangekosa kumsikiza na watii sauti ya Bwana, Bwana hangewapigania. Wakati mwingine tunataka kufunguliwa milango iliyofungwa, lakini tunakosa kutii sauti ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Tunakosa kutii. Bwana amesema twende Setrite, Bwana amesema twende Baraka, Bwana amesema twende Berea, Bwana amesema twende Kimende. Wakati mwingine sauti ya Bwana ikinena huwa inanena ili kupeleke katika milango iliyofungwa iweze kufunguliwa. Bwana asifiwe. Kutiro kawasina sa Israeli Jericho tiko kuratuma rũthingo rũgwe. Rũthingo rũragwa nĩ tondũ nĩ maandĩka. Mwathani arogocwo. Rũthingo rũragwa nĩ tondũ nĩ metĩkĩra kũigua Ngai. Hĩndĩ ĩrĩa waigua Ngai, hĩndĩ ĩrĩa wathikĩrĩria Ngai, kĩu
kwiragiriria maundu maku mahuanike ni kweherio kieheragio ni hinya wa Ngai. Mwathani arogocwo. Hakuna nguvu ambazo zinatumika za wana wa Israeli hapa. Kazi yao tu ni kuzunguka na Mungu ana rekodi, anaona ni mwajathikira ni gutuma ruthingo ruu rugwe muthenya wa keri wa gatatu wa kana wa gatano na matianogi. Kwa nini anawapatia siku 7? Ni kwa sababu alitaka kujua mkizunguka siku ya kwanza na ya pili na muone ukuta hauanguki, mtaendelea na kuniamini ama mtakata tamaa. Bwana Yesu asifiwe. Wanazunguka bila kukata tamaa hadi siku ya 7 wanazunguka, na hapo ndipo Yoshua alikuwa ameambiwa na Bwana, wakati wa siku ya 7 hamtazunguka ukuta mara moja. Bwana asifiwe. Wakati huo mtihani utakuwa mkuu, maana siku hizi zingine mlikuwa mkizunguka mara moja, lakini siku ya 7, sikiza neno la Bwana vile linasema. Biblia inasema ya kwamba on the 7th day, mstari wa 15, they rose early at the morning at the dawn of the day and marched around the city in the same manner 7 times. Bwana sifiwe. Siku hizi zingine walikuwa wanazunguka mara moja wanaenda nyumbani, lakini siku ya 7 ya kupokea victory, siku ya 7 ya kupokea ushindi, wanazunguka si mara moja lakini mara 7. Bwana asifiwe. Angalia hawa wana wa Israeli, kama hawangekuwa na imani, wengine wangeambia Joshua, uyu ni wira wa futhi uraturutithia, uyu ni wira wa turu uraturutithia, uyu ni wira uriku, uyu ni wira uriku uria tumatwike. No matiaugire uguo, wao walitii, wakazunguka mara ya kwanza, ya pili, ya 3, ya 4 na ya 7. Bwana asifiwe. Nĩkĩo mũigua gwa thamaki ũyũ nĩ wa kũgiginyana. Andũ arĩa magiginyanaga nĩ magwĩgwatagĩra, andũ arĩa matarekagia. Mwathani arogocwo. Andũ arĩa matakuaga ngoro, andũ arĩa mataugaga woya Ngai aikarire, woya Ngai ndarajigua, woya Ngai ndaroka. Andũ acio nĩ menyitagĩra kĩa hinya thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Bwana Yesu asifiwe. Kama vile tumeenda Saturday Jumapili, Bwana atuambie tena tutaenda na tutaenda na tutaenda na tutaenda. Tuanze kunungunika tuseme, na si tulikuwa tumeenda juzi, na si tulienda tena tunaenda nini? Bwana asifiwe. Bwana hapendezwi na wale watu wa kukata tamaa, wale watu wa kuvunjika moyo. Wana wa Israeli wanawekewa mtihani kwa sababu ushindi ambao unapatikana si wa Mungu, ni wao. Haleluya. Sio Mungu atashinda, wao ndio watanufaika. Ukuta ukipomoka si Mungu ataingia, ni wao wataingia. Haleluya. Unajua wakati mwingine unaona mwanadamu anaachilia, na kile anaachilia kilikuwa kimsaidie. Anasema ya kwamba pastor ni ndikumutethia rege, ndikumunyitira rege, ndigwikira ngari yo maguta rege, ndikugurira microphone icio maiga rege, ona kene atwitirie muno. Mwathani arogocwo. Lakini unashindwa ya kwamba kile ambacho unafanya si mimi ninanufaika, ni wewe mwenyewe na jamii yako. Bwana Yesu asifiwe. Ni wewe na imani yako na safari yako ya Ukristiano unazidi kupalilia na kulimia. Na hapo ndipo unakuta ya kwamba Yoshua anapowaambia wana wa Israeli vile Mungu amewaambia ya kwamba Bwana ametuambia tusichukue marungu, ametuambia tusichukue mashoka, kaida natwira tuwe madhanwa, kaida natwira tuwe mafaka, tudie tukama morero dhiko, anada natwira tuwe nyamwishikishe chabo ifoi, tudie tukahorero dhiko. Kazi ambayo Bwana ametupatia ni kazi ya kuzunguka ukuta. Haleluya. Unajua wakati mwingine Mungu tu anatupatia mtihani, na mtihani wa Mungu si mzito. Mtihani wa Mungu ni rahisi, kwa sababu Mungu si kwamba akona haja na mtihani sana, lakini akona haja ya hiyo imani yako. Akona haja ya kujua huyu nikimjaribu, huyu nikimtia katika mtihani huu atatoboa ama atakuwa namna gani? Ni mtu wa kuachilia, ni mtu wa kukata tamaa, ama ni mtu wa kushikilia mpaka mwisho? Biblia inasema ya kwamba wakazunguka, na mara ya 7 wakaamka asubuhi na mapema, mbele ya vile walikuwa wanaamka pale mwanzo, maana walijua this is the day we are going to receive victory. This is the day we are going to receive the blessings we have been chasing. We have been grateful. Tunazipokea leo. Na kwa hivyo Biblia inasema mstari huo wa 15,
5 ya kwamba on the 7th day they rose early at the dawn. Mwathani arogocwo magiukira tene gikuyu kirauga ati kamwari ga 15 ati na gukinya atiriri ati muthenya wa mugwanja makiroka gukira rucine tene muno ruoro rugitema magithiuruka itura riu mathiuruka mugwanja otoria mekaga hindi iri ika ati no muthenya ucio wiki mari thiururukire mathiururuka mugwanja. Bwana Yesu asifiwe. Acha nikwambie my sister na my brother, wakati ambapo uko pale karibu kuguza kamba, hiyo huwa inakuwa kali, mtihani huo unaongezeka, ya kwamba sasa ulikuwa unakimbia hivi, hata wale wakimbiaji na waonanga kwa uwanja, lakini wakisikia kengele ikilia pale ya kwamba wamebakisha reni moja wamalize, unakuta ile nguvu ama zile nguvu walikuwa wamebakisha wanatoa, wameongeza speed, maana wanajua the finishing line iko katika raudishio. Kwa hivyo unakuta wana wa Israeli siku ya 7 wanaamka mapema, wanazunguka ukuta mara 7, wanazunguka kwa imani, wanazunguka wakisema Bwana alisema. Bwana sifi. Kaine ugete ati wira bito tikoka na thururu tuhure ruthingo, wira bito tikoka na ifo tuhure ruthingo, wira bito nigoka tuthiururuke ruthingo. Kazi yako si kung'ang'ana na hiyo milango imefungwa huko, kazi yako si kupishana na hao watu ambao hawana imani kama yako. Kazi yako ni kuingia katika nyumba ya Bwana, kutafuta uso wa Bwana na kuomba. Kazi yako si hiyo ya kupigana na kifua na kupigana na maneno, kujibizana na watu ambao wanataka kuharibu imani yako. Kazi yako ni hapa. Bwana sifiwe. Kazi yako ni magoti. Kazi yako ni magoti na kuita mbingu. Wana wa Israeli wanatekeleza kazi yao kwa imani kubwa. Hata unakuta kwamba hiyo siku ya mwisho wanaamka mapema. Si Joshua anaenda kuwaita, si Joshua anawaambia tuamke mapema, lakini wanajua our mission. Lazima tuamke mapema leo, maana ndio tunaenda kuguza kamba huko mbele, na tukilala tutachelewa, maana leo kazi ni kubwa. Tulikuwa tunazunguka mara moja kwa siku, leo ni mara 7. Haleluya. Bwana sifiwe. Nataka ushike hivi. Mfalme ambaye alikuwa anatawala Jericho alikuwa na kusudi, na mpango wake ulikuwa kuzuilia kusudi la Bwana katika wana wa Israeli lisitimie. Katika maisha haya kuna watu huko nje ambao mpango wao ni kuzuilia mapenzi ya Bwana juu yako yasitimie. Haleluya. Kuria ando natuikaraga nao, natushemanaga nao, natutwaranaga nao, onange tuciaranĩirwo nao, na mũbango wao ũkoragwo kũgirĩrĩria ũndũ ũrĩa Ngai endete gwĩka mĩtũrĩre-inĩ itũ ndũgekĩke. Mwathani arogocwo. Na ithuĩ twamenya ũguo-rĩ, tukamenya Ngai ũyũ tũhoyaga-rĩ nĩ akoragwo hamwe na andũ arĩa mena wĩtĩkio. Angĩkorwo nĩ arera Israeli ati leo thiĩ mũthiũrũke rũthingo rũu, ili nionyeshe huyu mfalme hata kama amejenga ukuta na hata kama amezunguka na akaweka marango ambapo hakuna mtu anaweza kutoka Jericho ama kuingia, kuna nguvu zingine ambazo zinapita ukuta. Kuna nguvu zingine ambazo zinapita marango ya chuma, ambazo nguvu ambazo huyo mfalme hajui habari zake. Bwana sifiwe. Na wewe kama Mkristiano unafaa kuwa na furaha ya kujua ya kwamba kuna nguvu ambazo zinafanya kazi juu yako, ambazo maadui hawajui habari zake. Mwathani arogocwo. Ati kuri hinya urutaga wira tuciakunosha rũthingo rwa mbate, ona makinya mauge ati no hote kũrũga mongerere kothi na kũrĩa igũrũ, no marakana hinya wa mwĩrĩ, no matiũĩ we kũrĩ hinya ũtarĩ wa mwĩrĩ ũrutaga wĩra igũrũ rĩaku, na hinya ũcio nĩguo ũgũteithia kũhũrana na kũhĩtũkĩra mĩrango-inĩ ĩyo mĩhinge na kũingĩrĩra ihingo-inĩ icio mekĩrĩte cia chuma ũtegũbatara kũhingũra kana gũbunja thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Bwana Yesu asifiwe. Kuna marango yamefungwa na adui katika maisha yetu.
na Mungu anataka kutufungulia mwaka huu, na Mungu anataka hayo malango yote sasa yafunguke, na kile ambacho kitafanya malango hayo yafunguke ni wewe uongeze bidii ya kuzunguka ukuta. Bwana sifiwe. Kuna watu tulisema tuzunguke ukuta, wengine wakasema pastor ni aratunogidia kai tuke huko kiumia, tuke huko waga taturanchawa, tuke Ijumaa na lakini tugodhapikanitha tucoke tukeke na ake mutungatiri. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wacha nikwambie, ni wewe unasukuma ukuta wako, si wa kwangu mimi. Hata mimi ninapokuja lancha wanasukuma ukuta wa kwangu. Tuelewane vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Ninapokuja kutafuta Bwana, ninapokuja kutafuta Mungu, ninatafuta kwa ajili yangu. Na kwa hivyo nafasi hizo Bwana anatutengenezea ni kwa sababu ya mambo ambayo ukiwa kwako nyumbani hauwezi kupigana nayo, hata ukiwa na nguvu za aina gani, hata ukiwa na bunduki hapo. Bwana asifiwe. Lakini kuingia tu hapa, wacha nikupatie siri ya madhabahu. Kuingia tu kwa malango hapa, kuna mapepo huwa yanaanza kutoka hata kama hujaongea naye. Hata kabla ya kuingia kwa mlango uanze kuomba, kuna maadui huwa wanaanza kusema kwa heri, maana hawawezi wakaingia na wewe hapa. Bwana Yesu asifiwe. Kuingia tu kwa mlango pale, mapepo zingine 100 zinakuacha. Kuingia tu na kukalia kiti, mapepo zingine zinasema huyo sasa ameenda. Kwa sababu imani yako inakupigania, kwa sababu imani yako inapomoa kuta, si nguvu za mwili. Kupiga magoti hivi mbele za Bwana, kumulilia Bwana katika mahali pake patakatifu, kumwabudu Bwana pamoja na Wakristiano wengine. Kuna kazi unapomoa ya adui huko nje bila kung'ang'ana na nguvu zako za mwili. Mwadhani ya rogosho utakuhudhira ina wakuamwe ugakoraga magogona make ni mamomokire, ugakoraga wiroke wa mushukari ni utharurukire tondu Ngai hamwe nawe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Mwathani arogocwo. Joshua, napendezwa na hawa wana wa Israeli, maana wana wa Israeli tunajua walikuwa wakati mwingine na karoho ya kupuuza. Tunajua kuna wakati walikuwa wanakelelesha Musa hadi wanamwambia wewe umetuleta huku tukufe. Lakini this time round Joshua anapowaambia Ngai atwĩra rĩu ndegũtũhe mana ũrĩa atũheaga bũrĩ, atwĩra rĩu tũgũthiĩ gũthũihiga maĩ maume, auga rĩu nĩ ithuĩ na wĩtĩkio witũ atĩ tũthiũrũrũke rũthingo nĩgetha rũgwe. Mwathani arogocwo. Lazima, sijui ni ukuta gani lazima uzunguke ili mambo ambayo unapigana nayo yaweze kukuondoka, ili mambo ambayo yamekuzunguka yaweze kutoka kwako. Lakini lazima, Bwana ananihimiza nikwambie ya kwamba lazima utie bidii. Tia bidii. Siku ya 7 wanaamka asubuhi, kabla ya vile walikuwa wanaamka pale awali, wanaenda wanazunguka mara ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya 4. Hata kama kuna wengine walikuwa wanakufa moyo huko katikati hawajaandikwa kwa Biblia. Biblia inaandika hawa wote ambao walikuwa na moyo na walikuwa na nguvu za kumaliza safari. Bwana asifiwe. Wakazunguka. Biblia inasema mstari wa 20, so the people shouted and the trumpets were blown. As soon as the people heard the sound of the trumpet, the people shouted a great shout, and the wall fell down flat, so that the people went up into the city, every man straight before him, and they captured the city. Then they devoted all the city to destruction, both men and women, young and old, oxen, sheep and donkeys, with the edge of the sword. Bwana Yesu asifiwe. Walipofanya vile Bwana alikuwa amewaambia, Biblia inasema ukuta ukaanguka chini bila wao kusukuma. Wao kazi yao sasa ilikuwa ni kupambana na hawa watu wa Jericho, ilikuwa ni kumaliza vitu vyote vyao. Biblia inasema ya kwamba sasa wakaanza kuharibu
huo mji wa Jericho. Na mwitiki itura riri riria aturite Joshua, mwitiki itura riri riria arikihingo gwi ciana cia Israeli, na niriagiragia maikire kuria Ngai endaga. Wakati ambapo Joshua aliona ya kwamba Bwana amewapatia ushindi, aliweka laana. Bwana asifiwe. Aliweka laana kwa Jericho, akasema yule ambaye atajaribu kujenga ukuta huu tena, atakapoanza kujenga, mtoto wake wa kwanza akufe. Niruo ruliare na ruo ni undu wa ruthiko ruru kana itura riri riahingitwo, agitiga igakirumi ati mundu uria ugoka kwambĩrĩria gwaka ruthiko ruru ringi, mwana wake wa irigithathi agakua, na ugatuika ati hĩndĩ ĩrĩa agathi gwĩkĩra ihingo cia ruthiko ruru, mwana wake wa kihikada agakua. Bwana Yesu asifiwe. Huwa napendezwa na neno la Bwana kwa sababu lilitimia. Siku hiyo ingine nitawasomea. Kuna mtu katika kitabu cha Mambo ya Nyakati alikuja kujenga. Bwana asifiwe. Na alipokuja kujenga, hivyo ndivyo ilifanyika. Mtoto alipokuwa anaweka misingi ya ukuta, mtoto wake wa kwanza akakufa. Alipokuja na kukuja kuweka malango, mtoto wake wa mwisho akakufa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ukuta huu ulikuwa kizuizi, ulikuwa unazuia wana wa Israeli waweze kuingia katika nchi ya ahadi. Wale wako na Biblia, soma mstari wa 25. Wale wako na Biblia, soma mstari wa 25. Ukute wakati ambapo Yoshua anaweka hiyo laana. Kuna jambo ambalo nataka kusisitiza, mstari wa 22. Hawa watu wawili ambao walikuwa wametumwa na Joshua, ukisoma katika mlango wa 2 wa Joshua mstari wa 4 na wa 6, in chapter 2 in the book of Joshua verse 4 to 6, there were these two spies ambao walitumwa kupeleleza mji wa Yeriko, na walipoingia kupeleleza, kwa bahati mbaya wakajulikana ya kwamba wako huko. Na kwa hivyo mfalme wa Jericho akaanza kuwatafuta awaue. Akaweka gadi kwa malango yote, akaanza kuwafuata, akaanza kuwaandama awaue. Lakini kukatokea huyu mama mmoja ambaye anatambulika na Biblia, Rahabu, ambaye alikuwa ni a prostitute. Hawa spies wawili vijana wakaingia kwake, na kwa sababu alijua wanatafutwa, akawaficha huko juu darini, ili wakikuja kutafutwa kwake aweze kuwaokoa. In the chapter that we have read, chapter number 6 verse 22, Biblia inasema wakati ambapo walikuwa wanaharibu hivi vitu vingine vyote, Yoshua akaambia wale wapelelezi wawili ya kwamba waende kwa yule Rahab ambaye aliwaokoa, waweze kumuokoa yeye na watu wa nyumba yake. Kwa hivyo wakati hawa watu wengine wote wa Jericho wanauawa, Rahab the prostitute ambaye aliwaficha hawa spies akaweza kuokolewa. Hebu sikiza verse 22. Biblia inasema, but the two men who had spied out the rudder, Joshua said, go into the prostitute's house and bring out from there the woman and dog who belonged to her, as you saw to her. So the young men who had been spies went in and brought out Rahab and her father and mother and brothers and dog who belonged to her, and they brought all her relatives and put them outside the camp of Israel, and they burned the city in fire. Bwana asifiwe. Rahab akaokolewa na watu wake wote, akaweza kuwa spared. Lakini walipomaliza kumuokoa, inasema mji wote ukawekwa katika moto, ukateketezwa. Mchana wa siku ya leo, unlocking the rods, kufungulisha ama kufungua kilichofungwa. Ni kitu gani hicho ambacho kimekufunga? Ni kitu gani hicho ambacho kinazuia mambo yako yaweze kuendelea? Bwana anasema lazima
ukuta utabomoka, ukuta uliokufunga, ukuta uliozuia, ukuta uliofanya safari yako ya kuendelea ikasimama. Bwana anasema ya kwamba lazima ukuta huo utabomoka, na lazima ukuta huo utakuja kuondoka katika njia zako, na ili ukaweze kuona mema ya Bwana katika jina la Yesu Kristo. Kile ambacho unahitaji, sitaki kuacha nyuma, ni imani kubwa, withikio munene na wathika mwathani rogocu tondu korwo andu aya matiathikire mauge Joshua raturutithia wira watu, waseme Joshua, kazi hii yote unatupatia, watoto wetu watakula nini jioni, watafanya nini, watasoma na nini? Lakini hawakusema hivyo, walikubali mwito na wakatii sauti ya Bwana, na kwa hivyo wakazunguka mji, naye Bwana akatimiza vile ambavyo alikuwa ameahidi. Kile ambacho kinanipendeza na Mungu na kinafanya nipende Mungu sana ni hiki ya kwamba walipomaliza mara yao ya 7 wakaanza kupiga tarumbeta na wakaanza kushangilia. Kazi yao sasa iliisha, ukuta ukapomoka. Kuna kuta Mungu atapomoa katika maisha yako kwa sababu ya imani yako. Wewe mwenyewe hautahitajika, lakini utakuta ya kwamba hizi kuta zilienda wapi, hizi vizuizi zilienda wapi? Bwana amekuondolea, Bwana amekurehemu katika jina la Yesu Kristo, kwa sababu anakupenda na mapenzi yake kwako ni mazuri. Mapenzi yake kwako ni mambo yako na maisha yako yasizuiwe na mtu yeyote. Angalia mfalme huyu wa Jericho, alikuwa anajua ya kwamba hawa watu wako na Mungu mkubwa, na alikuwa amesikia historia yao, vile ambavyo wakipita mahali pengine wanafanya, na kwa hivyo akajaribu kujizuia ama kuzuia wana wa Israeli wasipite na ukuta, lakini hakujua ya kwamba Mungu wao alikuwa mkubwa kuliko ukuta mwenyewe. Hakuna ukuta mfalme wa Jericho angejenga uzuie ama upite nguvu za Bwana. Na hivyo ndivyo maadui wetu wakati mwingine hawajui. Watakuchezea, watacheza na wewe, lakini hawajui ya kwamba nguvu za Mungu ambaye unamwabudu hapa si nguvu za kuchezewa. Watakuona mnyonge, watakuona hauna uwezo, wafikirie wanaweza kukudunisha, wafikirie wanaweza kukupuuza, lakini ukweli ni kwamba Bwana atakapokuja kukutetea, kuta zote zilizowekwa katika pande yako zitaweza kubomoka na zitaweza kukuachilia katika jina la Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Jumapili Bwana alitueleza kwamba wakati Yehoshafatu alifunga na kuomba, alikuwa katika hatari, maana alikuwa amechunguzwa na Wamoabi na Wamoari, na walikuwa wengi hadi alikuwa anaogopa, alikuwa anashindwa atafanya nini. Biblia inasema ya kwamba wakati aliomba akamlilia Bwana, Biblia inasema na ilituambia siku ya Jumapili ya kwamba Mungu akafanya wale maadui wainukiane wao wenyewe na wauane wao wenyewe. Bwana sifiwe. Ugu niguo Ngai uria twitikitie gukwagika, ugu niguo Ngai uria tuhoyaga gukwagika kuri mundu uria mwitikitie. Atafanya vikao vya hao vikue na shida, wapigane huko wenyewe kabla hawajakuja kwako. Bwana sifiwe. Okorwo ni arogi marogane wene, moragane wene matana gukinyira we. Okorwo ni oragani moragane wene na kumatana gukinyira we, nigetha Ngai aguthare thiini wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Tondu ni uthiũrũrũkĩte rũthingo maita mũgwanja na ũkahotana, ni gũtirĩ itharaita rĩa mbara rĩngĩgũkĩrĩra rĩhotane thĩinĩ wa wĩra warĩo. Ũbatiĩ kwambararia wĩtĩkio na kũmenya we ndũrĩ wa kũhotwo, we wĩ mũhotanĩre nĩ Ngai, nĩ tondũ nĩ akwendete thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu, na kuaga kũgĩa na guaya. Unajua wakati mwingine shetani huwa analeta karoho ka uoga kakusema ya kwamba sasa imefika hapa, nitafanya nini, nitaenda wapi, nitamuita nani? Lakini ukiwa na Mungu kuna mambo hayafai kukuogofia. Wewe unafaa kuwa tu shujaa
na kusema ya kwamba Mungu yupo pamoja na mimi, Mungu ananipigania, Mungu amenishika mkono, na kwa sababu hiyo sitaogopa, na kwa sababu hiyo nitaendelea kuwa na nguvu na tumaini kwa Bwana, kwa sababu si yuko peke yangu, katika jina la Yesu Kristo. Ugiena hinya umenyeka ye hamwe nawe, uyu uratuma ruthingo rugwe rutahuritwo na mathanwa, uyu uratuma andu a Israeli kundu kuria ritwo matingĩingĩra maingĩre matekuhũthĩra rĩu kĩti, marahũthĩra kũndũ guothe. Ngai ũcio nĩwe angĩtũma maũndũ maku mothe marĩa mahingĩrĩirio mahingũke thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. No nawe nĩ wĩtĩkĩre gwathĩka, wĩtĩkĩre kũmũthikĩrĩria, na wĩtĩkĩre kwambararia wĩtĩkio waku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Yesu Kristo. Mstari huo wa 26, hapo ndipo Yoshua anaweka laana, Kiingereza inaita oath. Akasema ya kwamba Joshua verse 36 na 26 nimalize. Anasema Joshua read an oath on them at that time, saying, cast before the Lord be the man who rises up and builds this city Jericho, and the cost of his firstborn shall he lay its foundation, and at the cost of his youngest son shall he set up its gates. Bwana sifiwe. Hiyo ndiyo laana alibeka kwa sababu ya machungu ambayo alikuwa nayo kwa Jericho kufungwa. Hende tukoragwo na ruoma andu a Ngai nundu wa kuona maundu tuhingĩrĩirio mbere ya andu aria maramenya kuria turathie. Mwathani arogocwo ati magatigĩra haria makahinga, ati nigetha wakinya ho wĩra gũtingĩhotekeka, ũguo renda gũtirĩ wĩ mũcerere. Kuna watu huwa wanakimbia mbele zetu ili waweze kutufunga, lakini tukiwa na hili neno la Bwana katika mioyo yetu, hakuna kizuizi kitaweza kutufunga huko mbele, maana Mungu ataangusha kuta zote, ataangusha malango zote, na hata yale ambayo yalikuwa yamesemekana ya kwamba tukipita watajenga tena. Joshua akaweka laana akasema Jericho ĩno ndĩkanakwo rĩngĩ, no rĩokana mĩaka irigithathi yake rĩgakuua gĩkĩra mũthingi, na agĩthiĩ gwĩkĩra ihingo kĩhinganda gĩake gĩkanakuua. Mwathani arogocwo. Nitawasomea next time katika kitabu cha Kings na Chronicles, yule ambaye alienda kujenga vile ambavyo ilifanyika. Kwa hivyo Mungu wetu ni mwema na Mungu wetu anatupenda. Endelea kuinua imani yako, endelea kupenda Bwana, endelea kumtumainia Bwana. Mungu anakupenda, Mungu anakujali. Wewe umechaguliwa katikati ya mamilioni. Ni watu wengi huko wanaomba neema kama yako ya kukuja kanisa. Ni watu wengi wanaomba ya kwamba hata wao wawe wanamtumikia Bwana, lakini Mungu hajawachagua, Mungu hajawaita, na ndio sababu huwaoni hapa. Wewe Mungu amekuita, amekuchagua, amekulipia gharama, amekuona, amepeleleza moyo wako, amependezwa na wewe. Kwa nini ujichukie? Bwana asifiwe. Kwa nini uone kana kwamba yeye ni agadiagereire? Asubuhi nilikuwa naambia watu, nilipookoka nilipitia changamoto nyingi sana. Nilikuwa nalala jana, huyu mke wangu, nilikuwa naenda na kosa hata unga. Nakumbuka kuna wakati nilikuja kuuza kiatu hapa kwa watu wa mchanga. Kiatu nilikuwa nimepewa huko Karema, angalau nipate kaunga nipelekea huyu mama, na tutoto tulikuwa tudogo. Bwana asifiwe. Sasa hiyo nimeokoka, lakini shetani ananiambia hakuna mahali unaenda. Haleluya. Lakini tukapigana, tukashinda, na sasa Mungu amezidi kuwa mwema katika maisha yetu. Kwa hivyo Mungu wetu ambaye tunamhudumia hapa na ambaye tunamuita katika madhabahu haya, si Mungu wa kuchanganywa, si Mungu wa confusion, sio Mungu ambaye hayuko uhai, ni Mungu ambaye yuko uhai, aliumba mbingu na dunia, ana uwezo wote. Wale ambao tulikuwa hapa siku ya Ijumaa, Biblia ilikuwa inatuambia mawingu haya na mbingu hizi zote amezitandaza kama hema. Ati ataproketie matumaya toria andu mambaga hema na agacoka kama nyitirira na guoko gwake nikio mataikorokaga. Huyo ndiye Mungu tunayemtumikia na ambaye tunamwabudu katika jina la Yesu. Mtakatifu Baba uishi milele, tunakupenda. Furaha yetu ni kujuana na wewe na kuchaguliwa kutoka mbali na kuletwa karibu na wewe. Asante ni kwa sababu ya ibada ya siku ya leo Baba. Tumefurahia vile umenena nasi, neno lako la kufungulisha kilichofungwa. Na Baba ukatupatia neno la himizo, imani yetu ikuwe juu, maana kuna malango yatabomoka kwa imani peke yake. Na Baba tunaomba kuongezewa imani na wewe. Asante kwa sababu ya neno la siku ya leo.
Baba, likapate pahali ndani yetu, likatusaidie kuzaa, sio mara 30 peke yake, ya nguvu zake na kumtangazia ameshindwa na ana uwezo juu ya hili neno. Hili ni neno ambalo Bwana tumeridi siku ya leo, likafanyike baraka kwetu, likafanyike msaada kwetu, likatusaidie hata kutenda mapenzi yako, na likatuvutie baraka zako kwetu katika jina la Yesu Kristo. Asante Bwana kwa sababu unatupenda. Jina lako liinuliwe. Heshima zote na sifa na utukufu zikurudie katika jina la Yesu Kristo ninaomba na hata kuamini. Tukaseme kwa pamoja, amen.